Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF umeendesha mafunzo maalumu kwa waajiri kanda ya Kusini kuhusu mafao yatolewayo na mfuko huo na namna ya kuwasilisha madai katika mfuko endapo mfanyakazi atapata changamoto ya ajali, ugonjwa utokanao na kazi au kifo wakati wa kutekeleza majukumu ya kazi. Mafunzo hayo yamefanyika kwa siku 2 ambapo yalianza Novemba 11 na kutamatika leo Novemba 12 katika ukumbi wa mikutano wa Tiffany Hoteli uliopo Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameshukuru WCF kwa kutoa elimu hiyo ambapo itawasaidia katika kuwaelimisha waajiriwa wao. Kwa majina naitwa Ike Omari, natokea SACCOS ya Elimu Newala na Tandaimba, ni meneja. Mimi nimefurahi sana na nimeshukuru kupitia mafunzo haya na ninawapongeza watu wa WCF kwa kufanya kikao kazi hichi. Nilichojifunza, kwanza nimeshukuru kuijua huu mfumo. Nilikuwa hapo mwanzo nilikuwa sijui jinsi ya kuingia kwenye mfumo, japo nilikuwa mimi sio ninayefanya shughuli hizi, lakini kupitia kikao kazi hiki kimenisaidia hata mimi kuweza kuingia kwenye mfumo na kuangalia taarifa za mfumo. Na nimeshukuru pia kujua wajibu na huduma ambazo zinatolewa na mfuko huu. Kwa hiyo nimefurahi na nashukuru sana kwa sababu nimejua haki ambazo zinatolewa. Ina maana kama mtumishi umeumia kazini au umepata tatizo kazini, unajua hatua gani uzifanye na nini wapi uende. Kwa hiyo nimeshukuru pia kwa mwongozo ambao umetolewa hapa, kama mtumishi au mfanyakazi akipata ajali akiwa eneo la kazi, wapi aende akatoe taarifa, na akiwa nje ya eneo la kazi wapi aende ili apate haki. Na kwa wategemezi pia tumeelekezwa kuwa wategemezi, inapotokea mtumishi au mfanyakazi amepata tatizo, wategemezi watoe ushirikiano kwa mwajiri, waende ofisi ya kazi ambako mtumishi alikuwa anafanyia kazi, watoe taarifa, waonyeshe ushirikiano, na huu mfuko unatoa haki kwa mfanyakazi ambaye amepata tatizo kama ni ajali au kufariki akiwa kazini. Naitwa Salumu Mchachula, natokea taasisi ya Newala Tandaimba SACCOS, na nimekuja hapa kama mwajiri au HR wa Newala Tandaimba Teachers SACCOS kuja kupata mafunzo. Kiukweli mafunzo yameenda vizuri na nimeyafurahia sana kwa sababu mengi nilikuwa siyajui. Haki za wale ambao mimi pia nawaongoza kwa wakati wakiwa kazini, wanapopata matatizo ya kuumia wakiwa kazini, kupata ugonjwa wakiwa kazini. Lakini leo naweza nikasema nimeiva sana. Lakini mimi pia ni mtumishi wa umma, ni mwalimu ambaye nimeajiriwa na serikali. Nimepata mengi sana kuhusiana na kuwasimamia wenzangu na kujua nini natakiwa niwafanyie wakati wakiwa kazini. Lakini pia leo hii mafunzo haya yalivyofungwa, nadhani nikirudi nitakuwa kipaumbele kusambaza upendo, kusambaza haya mafunzo kwa walimu wenzangu. Lakini pia nikiwa kwenye taasisi yangu hii ya Newala Tandaimba Teachers SACCOS, nitawaambia, kwa sababu tunaongoza walimu, nitakaa nao na nitawaambia juu ya umuhimu wa WCF kujiunga nao, pia umuhimu wa mfuko huu. Baadhi ya wafanyakazi wa WCF walikuwa na haya ya kusema. Ni Dr. Abdusalam Omar, mkurugenzi wa huduma za tathmini mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Kwa mara nyingine tena tuko hapa mkoani Mtwara kwa ajili ya mafunzo kwa waajiri, na hawa ni zaidi kwa maana ya kwamba maafisa rasilimali watu, lakini na maafisa usalama na afya mahali pa kazi. Tulikuwepo hapa kwa siku 2, kwa maana ya siku ya jana na siku ya leo, na dhumuni kubwa la mafunzo haya ni kutoa elimu kwa wafanyakazi, kwa hawa wawakilishi wa waajiri, kuhusiana na masuala mazima ya namna mfuko wa fidia kwa wafanyakazi unapotoa huduma zake za fidia kwa wafanyakazi. Lakini mbali na hivyo, mfuko pia umeweza kuzungumzia dhumuni lake la kukuza mbinu za kuzuia ajali na magonjwa yatokanayo na kazi. Lakini hiyo ni kuwajengea uwezo wenzetu ili sio tu
kuleta madai ya fidia, lakini vile vile pale ambapo watakapoweza waweze kudhibiti hizi ajali, kwa sababu tunasema kinga ni bora kuliko kutibu. Lakini mfuko una huduma mbalimbali nyingi ambazo umezianzisha. Kwa mfano sasa hivi ni kuleta madai kwa kutumia mtandao. Kwa hiyo tuliona ni busara na ni vyema hawa maafisa rasilimali watu wakaweza kupata kujua namna ambavyo watatumia mifumo kuweza kuleta madai ya fidia katika mfuko, namna mfuko ambavyo unavyoyachakata madai haya, lakini vile vile kupata uelewa na kuuliza maswali mbalimbali kuhusiana na masuala ya fidia kwa wafanyakazi. Naitwa Sara, ni afisa kanda mfawizi upande wa kusini. Tumekuwa na semina ya siku 2 hapa kwenye ukumbi wa Tiffany kuanzia tarehe 11 mpaka 12 Novemba 2025, ambapo lengo la semina hii au mkutano huu ni kuwapa wadau ambao ni maafisa utumishi, lakini pia na watumishi wengine ambao wamewakilishwa waajiri kuhusiana na faida za mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, ikiwemo hao wanufaika wamepitishwa kwenye mafunzo mbalimbali, ikiwemo mafao ambayo yanatolewa na mfuko, namna gani ya kuzuia vihatarishi mahali pa kazi, lakini pia wamefundishwa pia namna ya kuwasilisha madai kwa njia ya mfumo, ambao kwa upande wa sasa mfumo ambao unatumika upande wa WCF ni poto. Waajiri wote ambao wanawasilisha michango wanapitia kwenye poto, lakini pia wale ambao wanawasilisha matukio ya ajali, magonjwa na vifo vya kazi pia wanapitia upande wa poto. Hivyo natumaini kupitia kikao kazi hichi wanufaika au afisa utumishi wameweza kuongeza kitu kwenye kidogo, na imani kwamba sasa wataweza kuwasilisha kwa wakati madai, lakini pia watawasilisha michango kwa wakati. Pia kwa ambao ni ajali za barabara wakumbusha kuwasilisha taarifa hizo ndani ya muda upande wa polisi, ambao angalau ndani ya masaa 72 ajali inapotokea barabarani wewe umefika kwenye kituo cha polisi ambacho kipo jirani na wewe, na baada ya kuendelea na matibabu kisha maliza wahi kwenye kituo cha polisi kwa ajili ya kuripoti kwa undani zaidi ili uweze kupata ripoti ya polisi PF 90 ambayo inatoka kama ripoti ambayo inahakikisha uwepo wa ajali yako barabarani. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza waajiri kushirikiana na wafanyakazi kuendelea kuwakumbusha kwenye kile kidogo ambacho wamepata, waendelee kuwakumbusha, lakini pia tunaomba pia mialiko mbalimbali waweze kutualika kwenye ofisi zao tuje kutoa elimu, wasikae kimya. Waandike barua, ukiandika barua tunakuja bure kabisa. Kutoka mkoani Mtwara, Herebala, Chivihi Media.